kiumbe bundi. Yule bundi tunasema ndege wote walie, lakini yule bundi akilia balaa tena, hizi uchuro tena, hudiriki kusema yule bundi ni mchawi. Juzi nilimwona mtu mmoja TikTok, mmoja katika watu wenye athar, anamshikashika bundi, asema mshamtuma sanshammaliza, kwa sababu watu wanaamini bundi anaua. Bundi haui wala si mchawi hata kidogo, isipokuwa binadamu Mwenyezi Mungu alipomuua ana walinzi katika damu, na hizi tumezisoma tokea darasa la 3. Kuna seli hai nyeupe za damu, kuna seli hai nyekundu, kuna seli hai sahani, na kuna seli hai hazina umbile maalumu. Akiingia mfano Plasmodium wa malaria na kamatwa na seli hai kabla hata ya dawa, fungikuvu, mapunye, kisonono, kipindupindu, na ingekuwa si hizi seli hai, mara nyingine unapona bila kutumia dawa. Zina mchango mkubwa, ni walinzi. Sasa mtu hawezi kufa mpaka zile zimalizike. Sasa zile zikishaanza kufa, zinakufa kidogo kidogo, zinakufa kidogo kidogo. Zikifa zile zinatoa harufu, we binadamu wa kawaida unaweza usisikie, lakini kwa kilomita nyingi sana yule mdudu bundi anasikia zile seli hai zimekufa, na anajua zikifa seli hai za mnyama au binadamu, basi naye atapoteza uhai. Bundi anakula mizoga na nyama, basi utaona sehemu kukiwa na mgonjwa, zile seli hai zimeanza kufa, atapeperuka, atakuja kukaa katika mti uliokuwa karibu na hiyo nyumba hiyo. Nyie mnauguza mgonjwa mpaka mwezi hamjui chochote, lakini mzee bundi kishajua. Sasa kwa sababu pale amekaa, ndege kulia ni kawaida, na saa nyingine kulia si kwa kutaka. Kuna muda tu hata simba ikifika ule muda lazima alie, kuna muda tu jogoo ukifika lazima atawika tu, maumbile yao kama si kusema. Sasa ule bundi utamkuta watu wase tayari, sasa tushakwisha, kuna mgonjwa hapa, mmesikia salamu hizo, washamtuma. Sasa mimi nauliza swali, ni kujichanganya tu. Sasa hao wachawi siku zote wanawatuma watu kwa wagonjwa tu, mbona watu wazima hawaji, hatuoni mabundi? Kwa hiyo ilham, mtu akiwa anataka kuondoka, kuna ilham zinakuja. Mara nyingine anaona njozi, anaona dalili, anahisi ni wa kuondoka. Lakini kubwa zaidi, faman ya'mal mithqala khairan yara faman ya'mal mithqala sharran, hivyo mfano wake. Mtu akifanya jambo la kheri dogo huoneshwa, jambo la shari kubwa huoneshwa au dogo. Sasa mtu ikifikia stage akiwa anataka kuondoka, saa nyingine mubasharatan anaoneshwa amali zake, anaoneshwa zile amali zake. Sasa mnajua amali, mnazijua, fa in kana khairan fa khaira wa in kana sharran fa sharran. Ikiwa zina kheri hewallah, ikiwa ni mbaya vivyo hivyo. Sasa zile amali mtu akidhihirishiwa, akioneshwa, kuna makando kando, saa nyingine naye huhisi kama watu wanaona. Maana unaletewa movie ya yale maisha yako. Mfano hivi sasa, unajua kila mmoja hataki kuonekana mabaya yake. Hata akiambiwa Sheikh Yuzi tumekuona mitaa fulani, umenifananisha, alal aqali ufumaniwe, utaomba ardhi ipasuke, sio? Basi mtu akifa anaona zile amali, akikaribia kufa. Sasa akiona zile ishara zile, huona na wengine wanaziona, basi utamkuta anaona haya, hataki kutizama watu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima muamrishe mema na lazima mkataze mabaya. Msifikie kipindi ambacho mkamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haja zenu na matatizo yenu, fala yastajibanna lakum, alafu asikuitikieni dua. Mkaomba ushindi kutoka kwake, nusra na msaada wake, fala yansurannakum, msinusuriwe. Hii ni indication kwamba kazi ya amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar inasababisha umma huu
kuendelea kuwa katika rehma. Na kazi hii ni ya kila mmoja wetu, mke na mume, mwenye nacho na asiokuwa nacho. Hakikatan wote itakiwa wafanye kazi kama hii, na kazi kama hii imeelezwa sehemu nyingi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, mmekuwa umma bora kutolewa kwa ajili ya watu. Taamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa ulaika humul muflihun, kuamrisha mema, kukataza mabaya, kumwamini Mwenyezi Mungu. Na kundi kama hili ni watu ambao wamefanikiwa pakubwa. Nimeanza kusoma aya katika suratul Mulk. Suratul Mulk maana yake sura ya ufalme, na hii ni tabarakalladhi. Sura hii imesuniwa kila Muislamu kabla hajalala aisome. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza hivyo na alikuwa akisoma, lakini mambo haya tumeacha. Saida Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkur rabbihi ahyanihi kulli wa fi shanihi kulli. Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikuwa akimtaja Mwenyezi Mungu ahyanihi kulli, uhai wake wote mpaka akafa. Nasi itakiwa tuwe hivyo, tuwe watu wa dhikri. Wala dhikrullahi akbar, so dhikri ni jambo kubwa. Na Allah akasema, ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi waumini, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi mno na mumsabihi. Aya hii sio muqayyadun, ni mutlaqun, haijafungwa, haina limit kwamba labda umtaje wakati fulani, wakati mwingine usimtaje. Yani udhkurullaha dhikran kathiran, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi, kwa dhikri iliyokuwa nyingi, kwa aina yoyote, kwamba dhikrullahi mashian, hata kama unatembea huko unamdhukuru Mwenyezi Mungu, ni jambo zuri. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahil hamd, adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Dhikrullahi jalisan au qu'udan, mtaji Mwenyezi Mungu ukiwa umekaa, wa muttaji'an, hata kama umelala unaruhusiwa kumtaja mpaka kwa fikra. Taji Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa dhikri zimegawanyika mafungu makuu matatu. Yanqasimu al-adhkar min thalathati aqsam au min aqsamin kathira. Dhikri ziko aina tatu. Dhikri ya kwanza ni tilawatil Qur'an, mabwana, ni kusoma Qur'ani. Qur'ani lazima isomwe. Kibarul ulama wanasema kuisoma Qur'ani vile ilivyo, maana uhalisia wa Qur'ani inatakiwa isomwe matnan, ta'wilan wa tafsira. Qur'ani isomwe matnan, kimatini. Sehemu ya te isiitwe te, sehemu ya the isiitwe se, sehemu ya ra isiitwe la. Matnan, ta'wilan wa tafsiran. Lakini pia isomwe kwa tafasiri,
isiwe unaimba tu kama ndege, inna jahannama kanat mirsada, alafu unatabasamu tu. Kumbe Qur'ani ilivyo, ukisoma zile sehemu za naqama itakiwa huzunike, ni sunna. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hasomi ila akipita aya inataja adhabu, sehemu ile husimama, hata kama anasalisha anaomba dua ya kujikinga, a'adhana Allahu min dhalik. Na zikitajwa aya za pepo na rehma, ni sunna ukatabasamu na ukaomba rehma, Allahumma ja'alna minhum ya rabbi, inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa. Hata kama unasalisha, Allahumma ja'alna minhum. Kwa hiyo tafsiran lazima tupate tafasiri, lakini pia tawilan, tafsiri peke yake haitoshi, tupate sababu nuzul, kwa nini hiyo aya ilikuja, kwa sababu kila aya mara nyingi ina sababu au ina silatul ayati bima qablaha, kuna kiunganishi cha aya zilizokuwa kabla yake. Sasa kuisoma Qur'ani matnan vile ilivyo, fa huwa fardhu ainin likulli muslimin wa muslima. Kuisoma kuanzia suratu Fatiha mpaka suratu Nas bila kuijua tafsiri ni faradhi kwa kila mmoja. Kwa kila mmoja ajibidishe kuisoma Qur'ani, wa mahir ala al-Qur'an, na mtu hodari juu ya Qur'an ndo atakuwa na daraja ya juu zaidi kwa kadri atakavyoisoma siku ya Kiyama. Na wazazi ambao wamewasomesha watoto wao Qur'ani hawajakosa, watavishwa taji siku ya Kiyama, mng'ao wake kama huu mng'ao wa jua. Tizameni wenyewe, jua lingekuwa katika nyumba ya mmoja wetu ingekuwaje? Ingekuwa ni mwanga mkubwa sana. Kwa hiyo kuisoma ni faradhi ya lazima, asofanya hivyo Qur'ani itamshtaki. Ama kujua tafsiri na ule utaalamu, hii ni fardhu ya kifaya. Hata wakijua ulama ni sawa, lakini kila mmoja pia ni muhimu zaidi kujua. Kwa hiyo dhikri ya kwanza ni atilawati alquran, ni kusoma Qur'an, na anayesoma Qur'an anapata kila herufi moja thawabu 10. Angalia ujira, alif lam mim. Mtume asema wala aqul alif lam mim harfun walakinma alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Wala sisemi kusema alif lam mim eti ni herufi moja, hapana bwana. Alif ni herufi mbali, lam ni herufi mbali, na mim ni herufi mbali. Na anayesikiliza Qur'ani anapata thawabu moja. Kwa hiyo mahma kana, dhikri ya kwanza ni Qur'ani. Kwa hiyo ala laqal alokuwa haqra wa yata'ta asome, yule anayesoma huku anakwama, basi hata juzu moja, na kama hajui za mbele arudie. Lakini utashangaa leo mzima imeisha, Sheikh, Qur'ani umeisoma ndani ya sala, la haula wala quwwata. Tusihamini Qur'ani. Qur'ani ina nuru kubwa, na anayetaamal na Qur'an abadan hawezi kufa kifo kibaya. Kwa hiyo tupupie, tuwe na jazba kukihifadhi kitabu cha Allah, nasi tutahifadhika na mengi. Dhikri ya pili ni at-tasbihat, adhkar as-sabaha wal masa, dhikri za asubuhi na jioni. Naona Sheikh na tasbihi yake pale, na zingine zimewekwa huku kwa ajili ya asubuhi tufanye dhikri, jioni. Na dhikri nyingine ni adwa masnun, ni ad-da'awat, ni zile dua mbalimbali ambazo Mtume katusomesha. Miongoni mwazo tulomuona nayo kusoma suratul Baqara, suratul Mulk, tabarakalladhi. Basi hii ukilala ukiisoma itakupa utetezi mkubwa siku ya kushuka kwako kaburini.
Sura hii inasemaje? Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ametukuka na amezidi kheri yule ambaye biyadihi almulku, ule ufalme wake ni milki yake, ule ufalme wake uko mikononi mwake, yani bimaana anamiliki ufalme tokea kale. Yeye ndo mfalme mpaka sasa hivi, mpaka siku za mwisho za ulimwengu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Katika aya nyingine, eleza mfalme wa wafalme, tu'til mulka, anampa ufalme anayemtaka ampe ufalme. Watanzi'ul mulka mimman tasha, na atampokonya, atamuondoshea ufalme, atamuondoshea uwaziri, atamuondoshea ukubwa, atamuondoshea uraisi yule amtakaye, ima kwa kudondoshwa chini, ima kwa muda wake umeisha, ima kwa umauti. Mfalme mmoja alikuwa anaitwa Harun Rashid, ni Muislamu. Mfalme Harun Rashid alitawala karibia robo tatu ya dunia, mpaka alikuwa akiona mawingu yakipita usoni mwake asema yatu hasab, ewe mawingu tembea unavyoweza, hata kama utaenda kunyesha mvua yako Ulaya wa utawala wangu, yale mazao yako yataletwa hapa nilipo, vyovyote itakavyokuwa. Siku huyu wakati anauma sana ili afe, angalia watu wanaojitambua hawa. Kwanza, siku ya kwanza wakati anatawadhishwa, amechaguliwa kuwa amira almuslimin au mu'minin, mfalme wa watu. Alipofika kwenye kile kiti kile katika arsh, akakiambia ayatuha alkursi, ayuha kursi, wewe kiti wewe, wengi sana wamekukalia na wameondoka, na ya reiti ingekuwa sio kuondoka kwao, hata mimi singepata nafasi na fursa ya kuja kukukalia. Angalia watu wanaojitambua hawa. Kwa hiyo na mimi nakaa, siku moja nitakuacha. Wafalme ambao ndani yake wanajua yupo Allah, lakini kuna wafalme wengine wanajua hakuna kufa, kama Firauni. Kile kiti tu kikamdanganya. Allah anasema akakusanya watu, fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la faakhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Akakusanya watu akatangaza, mimi ndo Mungu wa juu. Mwenyezi Mungu akamchukua kwa adhabu ya hatua mwanzo na mwisho, inna fi dhalika la'ibra. Hayo ni mazingatio kwa anayemwogopa Mwenyezi Mungu kilichomtokea. Harun Rashid siku anaumwa, akaambia watu, kanchimbieni kaburi langu. Na ndio ujue wanaokufa kuna dalili, na hizi dalili inshallah saufa adhkuruha baada hin, nitazitaja. Pengine ukisibu zikikutokea dalili kama hizi, unaweza ukajiandaa vyema inshallah. Kila kitu kina idrak na dalili, ni ilmu tu hizi. Basi alivyoona dalili zile za kufa, kabla roho yake haijatoka, akawaambia wale watu wake, hemu nibebeni kwenye kiti changu nipeleke mpaka katika kaburi au sehemu mtakaonizika. Alipofika pale akaambiwa, hapa ndo utazikwa. Akadondosha machozi mengi, akamtizama Mwenyezi Mungu, akaambia, ewe mfalme ambaye ufalme wako la yazulu, hauishi, haumaliziki, irhamni, nihurumie mimi, nisikitikie mimi ambaye ufalme wangu unakuisha. Leo ndo siku ya mwisho, tena si mfalme, na ndo ujue martaba, na ndo mjue dunia udhaifu wake. Wallahi, king, master,
polisi, afande, mwanajeshi, rais, mfalme, maskini, mtu wa kawaida. Ukijua dunia ina maajabu, kuondoka kwao ni kule kule, kufa kwao ni kule kule, hatutofautiani. Hakuna kusau ni rais kafa anacheka, hiyo habari hakuna hiyo, au masahala mengine. Wote marehemu, wote wanaoza, wote wanakwisha. Ndo dunia ni mapito. Ndo maana Mwenyezi Mungu alipoanza aya hizi, ambao sura hii imepewa jina la ufalme, tabarakalladhi biyadihi almulk. Hii alladhi, allati, alladhani zinaitwa ismul mausul, ni vitu ambavyo ni kama article. Yani article ni vitu vinaashiria the hospital et kadha, yani article particular things. Kuna vitu vile vinaashiria katika lugha. Sasa ilikuwa hapa Mwenyezi Mungu aseme tabarakallahu alladhi biyadihi almulk, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye ufalme ni mali yake. Hakusema tabarakallahu, ameweka ismu mausuli tu, hiyo istifahamu tu. Tabarakalladhi, ametukuka mno yule ambaye biyadihi almulk, ufalme na umiliki, kwa sababu ana umiliki ufalme ni mmoja peke yake. Haina haja ya maneno mengi mpaka umbie Mungu, kwa sababu kama kuna mwingine nani sasa? Huu ndo ufundi wa Mwenyezi Mungu. Tabarakalladhi biyadihi almulk, alafu sasa kwa kibri chake, wa huwa ala kulli shay'in qadir, na juu ya kila kitu. Hii ala wanaita harfu isti'la, top, juu ya kila kitu. Qadirun wa muqtadirun, anaweza tena, anaweza kwa power kubwa mno, hakuna kinachomshinda. Sasa katika ufalme wake, aya ya pili ikaongeza kupigia msumari, ikasema alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum, yeye ndio yule ambaye peke yake. Hakusema alladhi Allahu, alladhi, yeye peke yake khalaqa almauta. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatisha. Yeye ndo ameumba umauti. Ina maana hata mauti yenyewe hayana ubabe. Yatakuwa na ubabe kwa rais, yatakuwa na ubabe kwa mfalme, yenyewe ameumbwa. Kwa hiyo akiamua atayaharibu. Kwa hiyo almauti huwa makhluq min makhluqatillah. Mtababaishwa nyinyi na kufa kwa sababu umauti ni kiumbe katika viumbe vya Allah, na Mtume kisha tueleza peponi hata kifo chenyewe kitakufa. La ilaha illa Allah. Kifo chenyewe jeuri yake kitaisha. Kimeeliza wengi sana na kinaendelea kutrendi na kinaliza wengi na kina uhakika. Uhai na umauti kipi kina uhakika jamanini? Kifo kina uhakika, kipo. Lakini kuambieni kipo hapa tu, kiko hapa tu. Na ukijua Mwenyezi Mungu ni mtaalamu, kifo chenyewe hakikumalizi, unaonja tu. Alladhi khalaqa almauta walhaya, kimetangulizwa, ameumba umauti walhaya, na uhai. Kumbe na uhai wenyewe umeumbwa, lakini vina sababu kuumbwa, havikuletwa tu hivi hivi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, anataka binadamu na majini na malaika pia. Liyabluwakum, lamu ya ajilia, ili akupeni mtihani. Kumbe mabwana, duniani kuna mitihani mingi. Miongoni mwa vitu vinavyotupa mtihani ni kifo na uhai. Mabwana, vyote vina mtihani. Kuna mtu sababu ya uhai wake, kama hivi Firaun kafitinika pumzi, ukaleta jeuri, ukaharibu. Umauti nao una mtihani mkubwa, lakini lengo anachotaka yeye, ayyukum, kati ya majini, ayyukum, kati ya binadamu, ayyukum, kati ya malaika, ahsanu amala. Sio hasanu amala, sio nani atakuwa na matendo mazuri. Ahsan
Hii ni masdar, ni tafdhila, mwenye vitendo vya hali ya juu vizuri kweli kweli, sio vizuri kidogo kidogo. Anataka vizuri vya hali ya juu, yani 100. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa sisi inshallah, japo mbele yetu kuna masahaba wana vitendo vizuri hivyo, hatari kweli kweli. Alafu Mwenyezi Mungu angalia ufundi wake, akamalia sema wa huwa al-azizul ghafur. Kibwagizo utaalamu wa Qur'an, wa huwa al-aziz, na yeye Mwenyezi Mungu ana nguvu, alafu al-ghafur, alafu ni msamehevu. Hizi ndio password za Qur'ani. Hicho ni kibwagizo, lakini hakiingie ovyo ovyo, kina maana mpaka kuja kukava sehemu hiyo. Amesema al-aziz, ana nguvu. Kwa nini amejitapa ana nguvu? Kwa sababu Qur'ani ilivyo, maneno ya mwisho ndio yana tafsiri ya mwanzo, kwa sababu kunyuma ametaja al-maut, na akasema al-ghafur kwa sababu kunyuma ametaja al-haya. Kwa hiyo kofia ya al-maut ni al-aziz, kofia ya al-haya ni al-ghafur, kwamba umauti utaendana na mwenye nguvu, bimaana hawezi mtu kufa tu hivi hivi. Anakufaje mtu? Kwa mfano mtu anatembea bwana, mtu ana siha yake, akikupiga anaweza akakumaliza, alafu ghafla tu mmemzunguka, mnamtibu, mnashindwa, kafa. Na waliona jambo dogo hili. Kuna majambazi wanatafutwa na mabostola lakini hawafi kabisa, na kuna watu wengine wanarogwa kwa vishindo vyao mpaka mtu anasema atakufa lini huyu, na siku akifa watu vigeregere. Hamjai kuona hivyo alivyokufa watu vigeregere? Kama mtu kama Firauni, nani alikuwa wa kumuua binadamu? Hayupo. Sasa huyo anayeua nani? Basi ndo maana anaitwa al-aziz, ana nguvu sana, kwa sababu kifo ni amri yake, anakutumia tu. Na kama kuna marekebisho, correction, masahihisho, tashihi, kumdhibiti mtu asife, maana juhudi zipo nyingi. Watu wanauza dawa kuzuia umauti, kujitahidi. Kuna ambulance imewekwa King'ora, ukisikia wa yani pisha tushindane angalau na Israeli, tufike Muhimbili kabla Israeli hajafika. Ndio maana yake. Huyu Muhimbili hawezi, Mloganzila piga King'ora kabla Israeli hajawahi. Wapi bwana, kikifika kile unaona mchezo. Yani mnaona kila mnachofanya habaa manthura, bure bure. Nitakwambieni kitu kimoja, qissatu waqi'i, kimetokea juzi tu, kama miezi miwili iliyopita. Mimi na shekhi wangu ustadhi hasa alionisomesha akapatwa na maradhi ya saratani ya hapa, muda mchache toka Ramadhani mpaka Shawwal, hata mate hayapiti kwa siku, anaishi na kwa moja tu yatende. Mimi binafsi ninazo dawa za saratani, nikampa hope amali, haya si maradhi Sheikh. Mimi mwenyewe dawa hizi watu wengi nawapa, wanapona kama nini. Sasa kama wewe Sheikh wangu, nakutengenezea speciali. Nikampa siku ya kwanza, ambia kama imenisaidia, nikamwambia yani wewe unapona. Akipoa leo, kesho utafikiri tumemtia ufunguo kumzidishia yale maradhi. Ikabidi afanye zile radiotherapy nini, chemo zile mionzi. Sasa akasema kupitia hali hii tusifanye mionzi hapa Tanzania, taaluma iko juu zaidi India, itabidi twende. Tukitizama tulosoma kwake ni wengi, tukamwambia wewe ni baba yetu, hata kukulipa kwa herufi moja hatuwezi, wewe lazima uende India na michango itapatikana ya kila hali, uende, tunakuhitaji sana. Mimi binafsi ndo nilimpeleka airport, nikamwingiza kwenye gari yangu pale airport.
alitembea kwa miguu yake, si mtu wa kubebwa hivyo. Nikambusu pale, nikamwambia sasa shekhe, wa ila liqa, tutaonana inshallah taala, ukirudi nije nikupokee. Akaenda India kwenye utaalamu. Alipokwenda India kaenda na miguu yake, kakaa wiki mbili. Wakati wa kurudi imetangulia ile bakora, so alienda na mkwaju. Sasa bakora ile anaipokea mke wake kwa furaha, inshallah. Hata bakora kaiacha. Kumbe ni wakubebwa kabisa, hata kutembea tena na ile bakora hawezi. Hayo mambo ya Mungu. Tulimkwepa Israeli Tanzania, wanaweza wakaharibu, pengine kule mambo yakawa, akarudi hali taabani kabisa. Na alivyorudi yamezidi mengi. Saratani ile imesambaa, imekula figo, imekula maini, alimradi tu nini, ahadi imefika. Yule mwenye nguvu kuliko watu wa India, yule mwenye nguvu kuliko dawa za Uthmani Maiko, Al-Aziz, anasema mmoja, Malik arsala al-malaku ila al-maliki liyakhudha ruha al-malik faman malik baina dhalika. Namrud ni king, Hamana ni king, Firauni ni king. Sasa mfalme ni Allah, Firauni naye ni mfalme. Sasa Malik, mfalme Allah, arsala al-malaku, amemtuma malaika kutoa roho, ila al-maliki, kwa mfalme mwenzie Firauni, liyakhudha ruha al-maliki, akachukua roho ya mfalme. Hebu tuambieni, faman malik baina, nani sasa atakuwa mfalme? Mfalme anamtumia mwenzie kwenda kutolewa roho na akatai. Al-Aziz, ndio maana Mwenyezi Mungu asema fa huwa al-Aziz, yeye ndio mwenye nguvu kabisa. Na Israeli angeonekana kila taifa lingemfuata, huyu rais asiondoke, huyu fulani asiondoke, lakini hakuna. Ndio maana mabwana, kadhia ya umauti kila ikija ni kadhia kulia. Kila ikitajwa jambo la kuondoka ndani ya Qur'ani, hizi kullu, hizi sighatul umum, kuna maneno ya kullu, kuna kullu kulliya na kuna kullu ba'dhiya. Mfano Saida Aisha asema, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa mtume, rehma na amani ziwe juu yake, ilikuwa akitawadha, asema taumuhu tayammun, taujubuhu tayammun fi tanaulihi wa fi tarajjulihi wa fi tuhurihi wa fi shanihi kulli. Alikuwa mtume taujubuhu atayammunu, anapenda kutanguliza kulia. Sawa jamanini, kana taujubuhu tayammun fi tanaulihi wa fi tarajjulihi. Alikuwa akivaa viatu anaanza upande wa kulia, akianza kuchana nywele anaanza kulia. Wa fi tuhurihi, hata akianza kutawadha anaanza mkono wa kulia, mguu wa kulia. Hapo akasema fi shanihi kulli, na katika mambo yake yote anafanya kulia 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 kulia. Hii sio kullu kulia, hii ni kullu baadhia. Si kweli kwamba mtume kila kitu kulia. Akiingia chooni anatanguliza mguu wa kushoto, si kulia tena. Akitoka msikitini anatanguliza mguu wa kushoto, si wa kulia tena. Hii inaitwa kullu baadhia. Sehemu nyingine mtume asema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha, kila mmoja wenu ataulizwa, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja ataulizwa juu ya alichokichunga. Hii pia ni kullu baadhia, sio kullu kullia, kwa sababu si kweli kila mtu ataulizwa. Hata machizi wataulizwa siku ya Kiyama, hata watoto wadogo na wenda azimu wataulizwa watu wenye akili timamu. Lakini kullu ya umauti ni kullu kulliya. Allah sema, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz.
wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Kullu ya kwanza, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu ya pili, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kullu ya pili. Kullu ya tatu, kulli shay'in halikun illa wajha. Mwenyezi Mungu katangaza kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi lazima itaonja umauti. Kila nafsi lazima itaonja umauti. Angalia, mtu mmoja anasema, asofahamu mambo, asema ikiwa kila nafsi itaonja umauti, kwani Mwenyezi Mungu hana nafsi? Hana dhati? Kataba ala nafsihi rahma, ameandika katika nafsi yake rahma. Lakini sehemu nyingine anasema katika hadithi kudusi, ya ibadi, enyi waja wangu, kullukum, anasema vipi? haramtukum dhulma ala nafsi, inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi, enyi waja, msidhulumiane, kwa sababu mimi nimeikataza dhulma juu ya dhati yangu, nafsi yangu. Kwa hiyo ikiwa kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja umauti, kwa hiyo na Mwenyezi Mungu nafsi yake itakufa? La, 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 la. Haiwezi kufa, kwa sababu fala tamutunna nafsun, haitokufa nafsi illa biidhnillah, mpaka idhini yake Allah. Na nafsi yake ili ife, nani atatoa idhini sasa? Kwa hiyo kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja umauti. Malaika waliposikia kila nafsi itaonja mauti, wao wakasema basi sisi hatumo. Wakajaribu kukwepa, wakisema lasna nufus, sisi sio nafsi, wa nahnu arwahu sama, bali sisi ni roho za mbinguni, kwa hiyo hatutaonja umauti. Mwenyezi Mungu akaongeza kullu man alaiha fan, nasema kila alokuwepo juu katika uso wa dunia atatoweka. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal, itabakia wajhi wa Mwenyezi Mungu peke yake. Malaika akasema sisi pia hatutotoweka, nahnu sukanu sama, sisi tunaishi mbinguni, hatuishi hapa. Ndo ikaja kullu ya mwisho, kullu shay'in halikun illa wajha. Sasa nasema kila kitu kitahiliki, kitakufa, kitapotea isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu. Ndio hapo malaika wakasujudu wakasema, ikiwa ni kila kitu, wa nahnu minashya, na sisi ni miongoni mwa vitu, na sisi tutatoweka. Umauti hauna muhula, mara huja ghafula na tahamaka, la haula. La budda an nasta'id isti'dadan mutakamila, lazima tujiandae maandalizi yaliokuwa ya sawasawa juu ya umauti. Almautu babun wa kullu nasin dakhiluhu, umauti ni mlango na kila mmoja atauingia. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jalla jalal, kuna baadhi ya dalili zikitokea ni ishara mbaya, na ni ilmu almautu au almaut yati baghtatan. Ni kweli umauti unakuja ghafla, lakini Mwenyezi Mungu wa rehema zake kuna ishara anatupa. Mtizame Mtume sallallahu alaihi wasallam, mawaqi ya mambo, watu walianza kumlilia hata kabla hajaondoka. Ina maana kana kwamba zile ishara za kuondoka kwake aliziona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wakati anatumwa Yaman na Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika maneno aliyomweleza Sayyidina Muadh, alimwambia Mtume rehma na amani ziwe juu lake, kana kwamba hatutoonana tena ya Rasulullah. Alitambua Sayyidina Muadh kuondoka kwa Mtume na alilia sana, na ni kweli hawajaonana. Siku alipokuja Arafa, alitoa khutba nzito, akasema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hizi si za mwisho sana, lakini ni za mwisho mwisho.
leo nimekukamilishieni dini yenu na nimetimiza neema zangu juu yenu na nimeridhia Uislamu ni dini kwenu pia. Aya hizi sahaba walifurahi kutimia kwa neema, kutimia na kukamilika kwa dini. Lakini Sayyidina Abu Bakar alikuwa ni mtu mwenye ainun hada, jicho kubwa. Akawaambia watu, mnafurahi ikiwa huyu ametumwa na dini imekamilika, laqad iqtaraba ajaluhu, tunaagwa, huyu anaondoka. Akaanza kulia na masahaba wote wakaanza kulia, wakatambua kuondoka, na ilikuwa ni kweli. Aliporudi hakukaa hata miezi 2-3. Lakini kuna mjomba wake Saad bin Abi Waqqas alimtembelea na akampa maneno ya ishara ya kumwaga. Baadaye Mtume aliporudi Madina kwa mwezi, ikashuka Suratul Nasr. Sura hii ni sura ya mwisho kushuka nzima nzima, lakini si ndo aya ya mwisho. Aya ya mwisho ipo ndani ya Suratul Baqara, inasema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hii ndo aya ya mwisho. Iogopeni siku ambayo mtarejeshwa kwa Allah. Inshallah tunaiogopa na Mungu atusalimishe nayo. Ama sura ya mwisho kushuka nzima ni idha jaa. Alipofika Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam, zikashuka aya hizi, akaanza kusoma, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, bismillahir rahmanir rahim, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idha jaa hurfu fujai, idha jaa nasrullah, pindi utakapokuja ushindi, ukombozi, ushindi, msaada, yani nusra ya Mwenyezi Mungu, wal fathu, na ufunguzi wa msikiti wa Maka. Yani msikiti wa Maka ulikuwa kizuizini, walikuwa hawataki hata mtume asali afanye ibada, lakini alitoka na askari wengi akaukomboa. Sasa ukawa chini ya mamlaka ya Kiislamu, na yeye mwenyewe akatangaza pale pale Maka, la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wan niyya wa idha stunfirtum fanfiru. Hakuna kuhama baada ya ushindi kufungua msikiti wa Maka, mtasafiri tu kwa misafara yenu na nia zenu na jihad, lakini hakuna kufukuzwa tena. Liannaha sarat darul islam, tayari dola ya Kiislamu ishaenea, ukhalifa, serikali ya Kiislamu ishakomboa msikiti. Sasa alivyoukomboa msikiti wa Maka, zamani watu walikuwa wakisilimu kwa siri siri, kwa kuogopa unauliwa, lakini ilivyoonekana serikali ya Mtume ishateka Madina, ishateka na Maka yenyewe, ikawa hakuna aibu tena kusilimu. Ikawa watu wanatoka Kiwalani nzima wanakwenda Madina. Wapi? Kusilimu ndo mpango, ndo habari ya mjini leo, kila mmoja twende kusilimu. Idha jaa nasrullah, ukiona ushindi wa Mwenyezi Mungu, nusra ya Mwenyezi Mungu, wal fathu, na ufunguzi wa msikiti wa Maka, ukiviona hivyo, basi kinachofuatia waraaita nasa, utawaona sasa watu yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu, tena faujun afwajan, makundi kwa makundi. Ukiona hiyo ishara, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, msabihi Allah subhanallah. Fasabbih bihamdi, alafu lete tahmidi walhamdulillah, wastaghfiruhu, alafu lete istighfari nyingi, astaghfirullah. Kwa hiyo aliambiwa aseme subhanallah walhamdulillah astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Swali la kujiuliza, hii ni tabia ya Mtume. Anasema ya ayuhannas tubu ila Allah wastaghfiruhu.
enyi watu tubieni kwa Mungu na mfanye istighfar, inni atubu fil yawmi akthara min 70 marra au 100 marra, mimi kwa siku nafanya hivyo zaidi ya mara 70. Sehemu nyingine anasema nafanya mara 100. Sasa mbona huko anahimizwa? Wanasema iqtaraba ajalu. Hii ni intro kapewa, unaondoka. Innahu kana tawwaba, Mungu anakubali toba. Kwa hiyo anaambiwa kazana katika ibada. Hii sura ilivyokuja Madina, kukaanza kuingia simanzi, watu wakaanza kupiga vilio. Hii sura ilivyokuja hawakufurahia, wakasema mtume anakufa, na kweli akaanza kushika paji lake la uso, asema ya ruasa, jamani kichwa. Ili ujue mtu akifa kuna idraki, dalili zipo. Mwisho akamwita binti yake Fatimati Zahra, ibnati taal, njoo binti yangu, kuna maneno nakwambia. Akasogea mbele, uridu an unajiki, taka nkunongoneze asisikie mwingine. An-najwa hiya al-masara baina ithnaini, maana ya najwa ni siri ya wawili tu. Ndio maana Allah akasema alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, hawanongoni watu watatu yeye wanne, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala watano yeye wa sita, wala adna min dhalika wala akthara, wala wachache chini ya hesabu hiyo wala zaidi ya hivyo, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, isipokuwa yeye yuko pamoja na wao popote walipo. Thumma yunabbihum bima amilu yawm alqiyama, hapo siku ya kiyama atawaeleza zile details zote. Innahu huwa samiul alim, sawa, amesikia na amejua. Katika suratu Maryam sema wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya, tulimsogeza katika jabal turil ayman wa qarrabnahu, tukamsogeza, alafu najiya, tukamnongoneza hata malaika hawasikii, na Mungu tu. Kallama Allahu Musa taklima. Sasa mtume akamng'ata sikio binti yake, akamwambia kana Jibrili yudarrisuni alquran tikraran wa mikrara. Jibril hasa Ramadhani akuja vipindi viwili vitatu anasomesha Qur'ani. Sasa hivi kila nikitizama huko simuoni. Kwa sababu huyu alikuwa arib, alikuwa zakiyun wa dhaki. Kuna baadhi ya watu ni zakiyun wa laisu bi azkia. Dhaki ni mtu mwerevu, zaki ni mtu msafi. Kuna watu wengine ni aribun waelevu lakini hawana utakaso. Sayyida alikuwa dhakiyun wa zaki, mwerevu, anayajua mambo, akiambiwa jambo si lazima kila kitu. Kuna mtu tu ukimpa ishara inatosha, ukimwindiketia ashamaliza, sio kila kitu mpaka umtafunie. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mtu akiwa anakuambia bwana singo, alafu anaangalia hivi, itoshe tu amekwambia usiseme. Mtume alikuwa na hekima kubwa sana, lakini wewe mpaka mtu ambie usije ukasema bwana, uwe na kifua. Akishakwambia njoo hapa, yakfihi ishara. Sasa alivyomueleza tu, mwanangu sioni, pale pale akalia kilio kikubwa, akasema basi kumbe ndo unakufa, unamfuata mama, mnaniacha peke yangu. Mabinti zake wote mutna kulla qablahu, mabinti zake wote wamekufa kabla yake, watoto wake wote, mtume alikuwa na watoto 7, sawa, wote wamekufa, amebakia Fatima peke yake. Alafu na lazima aliye sana eti mama kisha kufa, kaka zake wamekufa, dada zake wamekufa, yeye na babake, ndio maana wakapendana sana. Msishangae mbona mtume alikuwa akimpenda sana, ndio kabakia kama kidole. Halafu tena wewe unaondoka tena unaniaga wazi wazi. Akalia kweli kweli mpaka wakeze mtume wakashikwa na wasiwasi, kwani kaambiwa nini? Kisha mtume akamwonea huruma, maana mtu anayekupenda akikuaga, na wallahi huyu shekhe wetu si alituaga pia,
na sisi tukiwa makini tutaaga pia, natokea. Basi akamwita mara ya pili, ambie basi, lakini njoo nikwambie kitu. Katika wale wanawake 4 watukufu peponi, wa kwanza ni mama yako Khadija binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, wa pili ni Maryam binta Imran alayha salam, wa tatu ni Asia binti Muzahim mkewe Jazar Firaun alayha salam, na wanne nani? Ambia ni wewe Fatima binti Muhammad. Akafurahi. Kwa hiyo katika wale sayidati, mabibi watukufu peponi, ambia wewe na mamako pia. Akafurahi sana, na si muda mrefu utakwenda kukutana na wao. Na ni kweli bwana, mawalii hawa baada ya miezi 6 tu baada ya kifo cha baba yake, naye akaondoka. Akaondoka. Na ukijua watu wema wanajua hizo ishara, alimuhusia Sayyidina Ali. Alijuaje kama yeye atakufa mwanzo? Alimwambia, mume wangu na inaruhusiwa nikifa nikoshe. Na kweli alipokufa akamkosha, hakuna ubaya, hakuna ubaya. Sema tumekaa mbali na haya mambo, mtu umemzoea akifa unamuogopa maalum na vibibi maalum ndo mughassila waosha maiti. Hapana, mke wako akifa mwoshe mwenyewe kama unajua ya si anaoga kama kawaida tu, kama janaba tu, tahirishe mvishi. Sio kila mtu unayempenda hata akifa unawivu naye, lakini mimi simtizami, unaogopa nini sasa? Sijui itakapotokea, lakini mimi nahisi, sijui kwa sababu haijatokea, lakini nahisi pengine mke wangu akifa naweza nikalala naye mpaka asubuhi. Sijui sasa ikishakuwa hiyo kama itakuwaje, lakini unaweza ukalala naye. Haki watu wanasema pengine akiamka si ndio kheri sasa. Maisha sinaendelea. Kumbe umauti ni jambo kubwa. Hata mtu akifa akirudi si kawaida, unaona atakuwa mzimu. Sasa kufa ndio huko. Miongoni mwa dalili ambazo zimeorodheshwa na ashuyukh na hukama, watu wenye busara, wazee, wajawema, za mtu ambaye akiondoka, mimma yati, ni miongoni mwazo ni hizi zinazofuatia. Dalili ya kwanza ambayo tumeidhihiri na tumeibaini sana kwa mtu anayetaka kuondoka, cha kwanza kabisa, wanyama huwa wanajua. Ndege, wadudu wanafahamu wazi wazi. Tukikaa na wale magaidi wale, tutajua mambo mengi, tutabaini mambo mengi. Kuna kiumbe bundi. Yule bundi tunasema ndege wote walie, lakini yule bundi akilia balaa tena, hizi uchuro tena, hudiriki kusema yule bundi ni mchawi. Juzi nilimwona mtu mmoja TikTok, mmoja katika watu wenye athar, anamshikashika bundi, asema mshamtuma sanshammaliza, kwa sababu watu wanaamini bundi anaua. Bundi haui wala si mchawi hata kidogo, isipokuwa binadamu Mwenyezi Mungu alipomuua ana walinzi katika damu, na hizi tumezisoma tokea darasa la 3. Kuna seli hai nyeupe za damu, kuna seli hai nyekundu, kuna seli hai sahani, na kuna seli hai hazina umbile maalumu. Akiingia mfano Plasmodium wa malaria na kamatwa na seli hai kabla hata ya dawa, fungikuvu, mapunye, kisonono, kipindupindu, na ingekuwa si hizi seli hai, mara nyingine unapona bila kutumia dawa. Zina mchango mkubwa, ni walinzi. Sasa mtu hawezi kufa mpaka zile zimalizike. Sasa zile zikishaanza kufa, zinakufa kidogo kidogo, zikifa zile zinatoa harufu, we binadamu wa kawaida unaweza usisikie, lakini kwa kilomita nyingi sana yule mdudu bundi anasikia.
zile seli hai zimekufa, na anajua zikifa seli hai za mnyama au binadamu, basi naye atapoteza uhai. Bundi anakula mizoga na nyama, basi utaona sehemu kukiwa na mgonjwa, zile seli hai zimeanza kufa, atapeperuka, atakuja kukaa katika mti uliokuwa karibu na hiyo nyumba hiyo. Nyie mnauguza mgonjwa mpaka mwezi, hamjui chochote, lakini mzee bundi kishajua. Sasa kwa sababu pale amekaa, ndege kulia ni kawaida, na saa nyingine kulia si kwa kutaka. Kuna muda tu hata simba ikifika ule muda lazima alie. Kuna muda tu jogoo ukifika lazima atawika tu, maumbile yao kama si kusema. Sasa ule bundi utamkuta mbele, watu wase tayari sasa tushakwisha, kuna mgonjwa hapa, mmesikia salamu hizo, washamtuma. Sasa mimi nauliza swali, ni kujichanganya tu. Sasa hao wachawi siku zote wanawatuma watu kwa wagonjwa tu, mbona watu wazima hawaji? Hatuoni mabundi. Mgonjwa akiwepo ambaye hataondoka, na habahatishi bundi. Sasa yeye anakaa pale anasubiria huyu mgonjwa afe, nitapata chakula. Mwisho anakufa kweli yule maiti. Nikwambieni kitu kimoja, Allah anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, fi dharfia. Binadamu umbile lake la kutakwimiwa limelingana. Tizama miwani ya Sheikh, unajua kwa nini miwani yake imependeza? Imetakwimiwa, haijapinda. Ina maana binadamu nyusi zinalingana, mikono hakuna mrefu na mfupi. Takwim, umbile la kutakwimiwa zuri, yani bora, ni bora. Mtizame nyani, utakuta ile miguu yake haifanani hata na mikono. Utakuta mnamjua kangaroo, dude kubwa afu viji mkono eti hivi ndio hata apendeza. Na binadamu akiwa na kasoro tu ya kiungo upewa jina sasa yule kijicho. Unasikia vitu kama hivyo. Kuna sahaba anaitwa Kharbaku ibn Amr, ana kasoro, anaitwa Dhulyadaini, mpaka kwa hadithi na anaitwa Dhulyadaini. Ni mtu wa kawaida lakini mikono yake mirefu kweli kweli, mikubwa. Na mimi nishawahi kusafiri kwenda Rufiji, nikamwona shekhe mmoja anasomesha nahau huyo, mashallah, na mikono mirefu. Nikamwambia amiri wetu wa kundi, Dhulyadaini huyo wa Tanzania, mikono mikubwa afu minene, naomba ya Mwenyezi Mungu, na haipendezi. Kwa hiyo mtu akiwa sawia ndio unamuona hivi. Pamoja na ule ubora, Allah akaongeza kipengele, thumma radadnahu asfala safilin, tukamshusha chini ya walo chini. Kuna tafsiri nyingi, lakini binadamu anashushwa kweli kuliko wale waliokuwa chini yake. Wanasema miongoni mwa mizoga inaonuka vibaya mno, mzoga wa binadamu unashinda wanyama wote. Ndio maana binadamu, niambieni, ushawahi kumwona mbuzi anapita ananuka jasho? Ng'ombe hajaoga na miezi 6 ananuka jasho, lakini binadamu anaweza akawa na kwapa kama ni mkeo mpaka mkagombana. Kuna perfume mpaka 300,000. Wakati nakuja kwa gari, kuna mtu mmoja anauza perfume, akaniambia, "Sheikh, wewe zinazokufaa nitakuletea kuanzia za 200,000. Nikamwambia, hela yote hiyo. Unajua hizi perfume hizi zinatustiri. Binadamu anaweza kanuka kinywa tu, ukai hata kwenye swala huna raha. Angalia mpaka haja zake. Angalia haja ya ng'ombe unafanya mbolea, wala haikeri kabisa. Binadamu shughuli. Thumma radadnahu asfala. Huo ndio uhalisia wetu. Tumefahamu vizuri. Kwenye daladala mtu mmoja akikutia kabali akanyanyua hivi, wewe ukafa hapo hapo. Sasa pia akifa ananuka hadith wala haraj. Ndio maana binadamu mnaweza mkawa kuna paka nini, kuna nini bwana, kumbe kuna paka kafa hapo bwana, hebu mtoeni, wala si gumzo. Allahu akbar. Ujai shuhudia na usishuhudie, awe binadamu amekaa wiki 2 amkai, lakini simba akifa, ng'ombe akifa wiki 2 mnakaa. Binadamu huthubutu. Angalia binadamu kalala usiku mmoja tu kaharibika maiti, na katoka kwa friji kila saa perfume, karafu maiti, maji ya marashi. Sema ni vibaya kusema mtu ananuka. Ndio maana zile tani 7 tunachimba, maana tusipochimba kutakuwa kuna harufu kali sana. Udhaifu wa binadamu. Sasa zile seli hai zake zinatoa harufu, wanyama kama hao wanaziona kwa mapema,
anasogea pale, anajua huyu anaondoka. Sasa kupitia jambo hili, ikiwa mnyama oa au ndege au mamalia anajua huyu mtu ataondoka na hajaenda darasani, vipi binadamu ambaye allama linsana ma lam ya'lam? Mwenyezi Mungu kampa elimu kwa mambo asiyojua. Maana binadamu automatically yake anakujua kitu bila kufundishwa. Tukihusiana mambo ya ndoa, tunaambiana tu, shekhe, mke huyo kakae naye kwa wema. Si kwamba unaambiwa kila kitu, lakini ukifika kule kidume kweli kweli. Alokufundisha nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyo Nabii Adam alisoma saa ngapi? Si alikuwa anasema tu hii kamera, hii Canon, hii speaker, malaika wanatumbua macho. Hawana asili hiyo, hawana asili hiyo. Sasa dalili ya kwanza ya mtu kuondoka ulimwenguni, wanasema ni kumaliza mambo yake, hafanyi vitu nusunusu. Mtu ambaye ajali yake imekaribia hafanyi vitu nusunusu. Wallahi, shekhe letu sisi, mke wake alikuwa akinihadithia, anasema shekhe alikuwa ukuta wa nyuma alikuwa anaujenga kwa haraka, afu ambia mimi nikiondoka sitaki jirani ya kusumbueni, nataka nijenge hichi kipande ijulikane kwenu ni huku kwao ni huku. Anagombana na mkewe, sasa wewe huwezi kujenga mpaka utaje mambo ya kufa. Ambia wewe uelewi tu, lakini bora nimalize kabisa. Dalili ya kuondoka mtu hufanya mambo yake haraka haraka. Hata Mtume ilikuwa hivi, alipokuwa ataka kuondoka kalituma haraka haraka jeshi la Osama, kamtuma Muadh bin Jabal, kaenda Hajjatul Wada, kaenda kamzuru ami yake, kaja kuambia watu wa Madina, kamwita haraka haraka binti yake. Hawabakizi mambo. Ukimwona mtu mwenye hali ya ugonjwa anafanya mambo kwa takmili, hii ni katika dalili ya kuondoka ulimwenguni. Mbona hatumoni muadhini? Naona muda umesogea kwelikweli. Inshallah tuadhinini. Kwa hiyo umaliza mambo yake kwa haraka. Lakini jambo la pili, mtu ambaye anakufa ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, idha adhamati ummati ad-dunya nuzi'at minhum haibatul islam, umma wangu ukitukuza dunia, thamani ya Uislamu itaondoshwa. Wa idha, na pindi watakapo sabat tukanana, wakianza kubishana matukano, wakifikia stage kama hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza hurimat barakatal wahi, wakiacha kazi ya amru bil ma'rufi, hurimat barakatal wahi. Jambo la kwanza, umma ukitukuza ulimwengu, cha mwanzo haiba na thamani ya dini itaondoka. Lakini wakianza kutukanana, watatoka katika rehma ya Allah, na wakiacha kuamrisha mema na kukataza mabaya, hurimat barakatal wahi, ilham zile irshadati zitawaondoka. Kwa hiyo ilham, mtu akiwa anataka kuondoka, kuna ilham zinakuja. Mara nyingine anaona njozi, anaona dalili, anahisi ni wa kuondoka. Lakini kubwa zaidi, faman ya'mal mithqala khairan yara faman ya'mal mithqala sharra, hivyo mfano wake. Mtu akifanya jambo la kheri dogo huoneshwa, jambo la shari kubwa huoneshwa au dogo. Sasa mtu ikifikia stage akiwa anataka kuondoka, saa nyingine mubasharatan anaoneshwa amali zake, anaoneshwa zile amali zake. Sasa mnajua amali, mnazijua, fa in kana khairan fa khaira wa in kana sharran fa sharran. Ikiwa zina kheri hewalla, ikiwa ni mbaya vivyo hivyo. Sasa zile amali mtu akidhihirishiwa, akioneshwa, kuna makando kando, saa nyingine naye huhisi kama watu wanaona. Maana unaletewa movie ya yale maisha yako. Mfano hivi sasa
unajua kila mmoja hataki kuonekana mabaya yake. Hata akiambiwa shekhe, yuzi tumekuona mitaa fulani, umenifananisha. Alalaqali ufumaniwe, utaomba ardhi ipasuke, sio? Basi mtu akifa anaona zile amali, akikaribia kufa. Sasa akiona zile ishara zile, huona na wengine wanaziona, basi utamkuta anaona haya, hataki kutizama watu. Tumefahamiana Kwa hiyo mtu ambaye hutaka kufa hatizami watu, hutizama chini. Baadhi wanasema zile amali anaoneshwa naye anahisi kana kwamba na nyinyi mnaona. Za pili wanasema anajisikia vibaya kwa sababu vipenzi wake anawaacha. Yote haya mawili yanaweza yakawa. Anahisi vibaya, vipenzi vyake anaondokana na wao. Ni kweli, ukweli usiopingia. Wallahi, wakati nimekwenda kumfanyia ziara shekhe wangu, hakutufesi usoni kabisa. Nimeenda na mzee mmoja aitwa mzee Isa, tukawa tunajadili kwa gari, mbona shekhe hatutizami? Na haya maneno niliyasema kabla hajafa hapa na Nuru Mivinjeni, kwamba shekhe wangu hakunitizama leo, ni katika ishara mbaya, na kweli ameondoka. Kwa hiyo ukimwona mgonjwa hakutizami ni ishara mbaya. Na hiyo ya kutokutizama, wakaongeza pia huwa anapenda kuwasalimu watu kwa kuwapa mikono. Utaona ukifika pale anakupa mkono. Kuna kijana mwenzangu anaitwa Umar, ni mdogo wangu kwa mwezi, ni mtoto wa anko wangu mimi. Tumesoma wote chuoni na tukamaliza pamoja. Akawa na matatizo haya ya figo, akawa Muhimbili pale. Basi nilivyoenda kumtizama, akawa ameweka Qur'ani masikioni mwake, analia ile Qur'ani ikisoma. Alikuwa Sheikh Abdurrahman Sudaisi anasoma, sikumbuki ilikuwa sura gani. Basi nilipofika tu pale akanipa mkono afu akalia. Basi nilivyotoka nje na muacha, sababu Mtume kishasema afdalu iyadatin, ziara bora ya kumtembelea mgonjwa, sur'atul qiyami min indi almarid. Fanya haraka kuondoka, usikae tena kwa mgonjwa mpaka unamhuzunisha. Umekonda, Allahu akbar. Kidogo tu unaondoka. Nafika mlangoni, huku nyuma watu wanalia, yule bwana kaondoka. Na siku moja, ukijua hizi dalili kila mtu Allah anampa, hata muovu ni haki yake. Singida tulimlengania mtu aende sabilillah, alikuwa mlevi, mamake akanifuata akasema, mwanangu asipoenda fi sabilillah najiua, kwa sababu akilewa wakumpiga ni mama yake. Anampiga sana mama yake maskini. Japo udhkur mahasina mautakum wa kufa an masawihim, mtu akishakufa hataki kutaja mabaya yake, lakini kuna ibra. Sasa yule bwana siku moja akatuita watu wa Jaula, anasema, Sheikh, nataka twende siku 3, twendeni leo. Nikamwambia subiri mpaka Alhamisi. Zamani mpaka Alhamisi ndio inapatikana kundi. Mimi nataka niende leo. Alhamisi mbali. Nikamwambia subiri Alhamisi. Afu anaumwa miguu imevimba. Mimi sifiki Alhamisi. Nikamwambia bwana unafika. Wallahi akaongea neno moja, wewe ustazi bwana, nikiongea unanielewa bwana. Ananukia pombe, ataka kwenda sabilillah. Ilikuwa saa 4 asubuhi, saa 10 kafariki maskini. Tukasema tungemchukua tu hata msikitini. Tunafahamu hiyo ni dalili, lakini msijipeleleze mkaanza kuogopa. Dalili ya 3, joto katika mwili sehemu kubwa ni hapa katika filibitwi. Juzi kuna mtu mmoja karibu mimi alizirai, wa nafsuhu wa nafsaha takaka, akawa wallahi ninavyokuambieni wabillah, mtu wa karibu yangu, naweza nikakwambia pengine ni mke wangu. Basi man haulaha, walokuwepo pale wakaanza kupiga vilio, wanalia la ilaha illallah, nakufa. Mimi kuja kumtizama, pressure imeshuka chini, wallahi kote huku kumepoa. Akawa anasema, Sheikh, mimi naondoka. Kana shuhudia shahadu la ilaha illallah. Yani zile dalili zote za sakarati. Nikamwambia nileteni haraka sana Pepsi ni boost pressure yake imeshuka chini. Ukipata mabuyu au insulin mchunga ule,
au Pepsi inapanda. Nikampa, nikaona haeleweki, tumpelekeni hospitalini. Kamuingiza mkono katika hivi, nikaona joto lipo, kaambia basi msiwe na wasiwasi, atakaa sawa. Mpaka leo mzima. Insha Allah taala, muda umesogea sana, poleni. Nilikuwa najua nitataja hata dalili 10 za kufa, japo tutatishana, lakini kesho inshallah katika Masjidi Bilali nitaanza bila kuzunguka, moja kwa moja na dalili kama 20 bifadlillah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin wa amin wa aqimis salam.